Habari mpya kabisa kutoka kwenye ulimwengu wa burudani ni kwamba Mama Dangote, mama mzazi wa msanii Diamond Platnumz, ameripotiwa kupinga ndoa ya mwanae na Zuchu. Sasa drama nzito imeibuka na leo tunakuletea undani wa mgogoro huu unaotikisa Bongo Flava. Sasa je, ni kweli Diamond na Zuchu hawawezi kuoana kwa sababu ya msimamo wa Mama Dangote? Tuambie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe Zone Media kwa habari kali kama hizi. Sasa kabla tujazama kwenye mgogoro huu, tukumbuke safari ya Diamond na Zuchu. Uhusiano wao ulianza kama mshikaji wa kawaida ndani ya WCB, lakini mashabiki walihisi kuna kitu kingine kinaendelea. Ambapo 2022 Zuchu na Diamond walionekana mara nyingi pamoja wakilala Dubai na kufanya shows pamoja, lakini vile vile mwaka 2023 licha ya kukanusha mara kwa mara, video za wao wakikisi na kuonekana romantiki zilithibitisha kwamba hawa ni zaidi ya bosi na mfanyakazi, yani wamevuka ile stage ya bosi na mfanyakazi, wameingia kwenye stage ya mahusiano. Na 2024 Diamond mwenyewe alidokeza kuwa ana mpango wa kuoa. Jina la Zuchu likawa midomoni mwa watu wengi sana, lakini sasa ndoa hiyo inapigwa stop. Sasa hapa ni kwa nini Mama Dangote hampendi Zuchu? Hapa ndipo kwenye drama kubwa sana. Vyanzo vya karibu na familia ya Diamond vinadai kuwa Mama Dangote hana furaha na mahusiano ya mwanae na Zuchu kwa sababu zifuatazo. Moja, Zuchu hana heshima kwa familia. Kuna tetesi kwa mama kwamba Mama Dangote anasema kwamba anahisi Zuchu hajapanga vizuri kwa mke wa nyumbani. Yani kuna vitu ambavyo Zuchu anavifanya haviendani kabisa na haiba ya mwanamke ambaye anatakiwa kuolewa na mwanaume. Sasa ukizingatia Zuchu ni mtoto wa Kizanzibari, lakini imeonekana kwamba hana heshima na familia, kwa sababu wamama ndio watu ambao huwa wanaweza kudetermine au kutambua tabia ya mwanamke, asasa hawa wakwe ambao huwa tunawapelekea of course. Na namba mbili pia ni sababu nyingine ni historia ya Diamond na wanawake wa WCB. Sasa Mama Dangote pia amewahi kuwa na mgogoro na wanawake waliowahi kuwa na Diamond kama Tanasha Donna na Hamisa Mobeto. Sasa unaona kabisa kwamba historia ambayo inaonekana hapa ni kwamba Mama Dangote mara nyingi amekuwa akiingia migogoro na wanawake ambao wamekuwa karibu na Diamond Platnumz kwa namna moja ama nyingine. Sasa Zuchu pia anaonekana pia yupo kwenye kizuizi kikubwa, ukizingatia kwamba tayari amekwishaonekana kwamba hana heshima na familia ya Mama Dangote. Sababu ya tatu ni kwamba Mama Dangote anatamani sana Diamond awe mwanamke tofauti, kwamba inaaminika kuwa Mama Dangote ana mtu wake ambaye angependa Diamond aoe. Sasa hapa bwana ndo tunakuja kwenye masuala ya kuchaguliana mke mixer. Unachaguliwa mwanamke na nini umuoe mweke ndani. Hapa sasa Mama Dangote bwana kama vile ana conflict of interest, yani mgogoro binafsi. Ni kwamba ana mwanamke wake ambao mwanamke ambaye anatamani Diamond aweze kumuoa na sio Zuchu. Na Mama Dangote asingependa kuona Mondi yeye ni star kisha anaoa star. Sasa hicho ndio kitu ambacho kidogo kinatatiza. Ndio maana Mondi amekuwa akitangaza kwamba kuna ndoa na Zuchu, lakini mwisho wa siku ndoa ile inaishia mitini kutokana na sababu ambazo Mama Dangote huwa anazipinga kila siku, kwamba Zuchu asiwe mke wa Diamond. Moja ya sababu kubwa ni hii ya kwamba Mama Dangote hatamani Mondi aweze kuoa star. Kwa sababu unajua tena mastaa kuna mambo mengi ambayo wanayapitia kwenye kazi zao na nini. Inawezekana Mama Dangote anaogopa mwanae kuchapiwa au sio. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinazidi kuendelea. Sasa vipi kuhusu kauli ya Diamond na Zuchu? Mpaka sasa Diamond hajaweka wazi kuhusu msimamo wake wa kumuoa Zuchu, lakini mashabiki wanasema kuwa anaonekana kugawanyika kati ya kumpendezesha mama yake na kuendelea na penzi lake na Zuchu. Unaona Kwa upande wa Zuchu inaonekana ameumizwa na hali hii, na wiki chache zilizopita aliposti maneno ya huzuni kwenye Instagram yake, jambo ambalo liliibua maswali sana. Sasa hapa bwana Mondi kama vile yupo katikati mpaka sasa hivi, aelewi ashike lipi aache lipi, kwa sababu mwisho siku mama mtu anatamani kuweza kupendezwa na mwanae. Yani Mondi amfurahishe mama yake kwamba ni kweli kabisa ameweza kuingia kwenye mahusiano ambayo mama yake ameyafurahia, lakini mwisho siku Mondi anamtaka Zuchu, lakini mwisho siku anawaza, je, mama yangu atafurahi? Je, akinuna baraka zangu zikapotea na nikashindwa kufanikiwa kwenye maisha yangu? Unaona namna gani vipi inaweza ikaibua hisia nyingi sana ambazo huenda zikapelekea kidogo mtifuano mkali kweli kweli. Sasa pia mashabiki nao wamekuwa na sehemu yao juu ya mahusiano haya au juu ya ndoa hii ambayo inatarajiwa kuweza kufungwa wakati wote. Ni story ambayo imeweza kuvutia sana hisia za watu wengi sana mitandaoni. Unaona watu wamegawanyika pia.
Wengine wanasema Mama Dangote ana haki, kwani Diamond anatakiwa kuchagua mke kwa busara. Lakini wengine wanasema pia wanamtetea Zuchu wakisema kuwa mapenzi ni ya wawili na si ya mama na mtu. Lakini wengine wanasema kwamba kuna mashabiki ambao wanadai huu ni wakati wa kiki kwa ajili ya muziki mpya. Kwa hiyo hapa kuna kila aina ya drama ambayo inatokea kwa sababu kila mtu anavutia upande wake. Mashabiki wanatamani wengine Mondi amuoe Zuchu, lakini wengine wanaona kabisa Zuchu kweli hana heshima. Na nikwambie tu kumekuwepo na wimbi kubwa la mashabiki ambao waliweza kumuona Zuchu kama ni mtu ambaye asiyefaa kwenye tamasha la mwaka jana la Wasafi Festival ambalo lilifanyika pande za Iringa. Zuchu alileta dharau kubwa sana, unaona kwa kuna jinsi gani ambayo aliweza kususia jukwaa kwa namna moja ama nyingine, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba Zuchu hana adabu kabisa. Kama tu ameshindwa kumaintain ile crowd ya mashabiki ambayo ilikuwepo pale Iringa, sasa itakuwaje kama ataingia kwenye ndoa na Diamond ambaye amekuwa ni mtu wa matukio siku zote. Kwa hiyo kuna sitofahamu kubwa sana. Na nikwambie tu Mama Dangote pia kupitia Esma, yani ni watu ambao hawamtaki Zuchu kwenye nyumba Diamond. Yani leo kesho wanaomba Zuchu asiolewe na Diamond Platnumz. Hadi kuna kipindi ambacho Zuchu mwenyewe alitishia kuondoka Wasafi kwa sababu kuna drama nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea kwamba asalimiana na Mama Dangote hana mdadaye, sijui hajamsave kwenye simu. Yani kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea juu ya familia hii ambapo kidogo viliweza kuibua mashaka makubwa sana kufuatia mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika familia hii. Wengi wakiamini kwamba Zuchu anajipendekeza kwa Mondi, unaona kwamba astahili kuwa mke wa Diamond Platnumz. Yani mambo ni mengi ambayo yanazidi kuikumba familia hii, and of course inaleta kidogo mtifuano mkubwa katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, wivu kama hivi mama yake mzazi Diamond Platnumz anazidi kuingilia kati, anaona kabisa haya mambo hayapaswi kuendekezwa kwa sababu Mama Dangote anaumia kabisa kwamba Zuchu endapo ataolewa na Diamond Platnumz, basi kwake yeye itakuwa sio furaha kwa upande wake. Sio tu furaha kwa upande wake, lakini bado itaweza kumpa wasiwasi mkubwa kutokana na namna ambavyo amekuwa akimuona Zuchu kwamba hana heshima kwa familia kwa namna moja ama namna nyingine. Na nikwambie tu Mondi huwa anamsikiliza sana mama yake. Hata ujio wa Lava ndani ya Wasafi ulikuwa ni ushauri wa Mama Dangote. Yani kama alimpigia debe Lava, japokuwa sasa hivi anaonekana kwamba sio msanii ambaye anastahili kuwepo ndani ya Wasafi. Sasa hili ni sekeseke kubwa ambalo kila siku linaongelewa, kila siku linachukua mijadala. Of course anaonekana Mondi kwamba marafiki zake wengi sasa hivi wanaingia kwenye ndoa, lakini yeye bado anasubiri benchi. Yani bado kidogo kuna usubirisho kuhusiana na maisha yake. Sasa watu wanajiuliza, Mondi ni star mkubwa, kafanikiwa, ana watoto, lakini bado mwisho wa siku anakuwa haingii kwenye ndoa. Kuna shida gani ambayo inatokea hapa? Na Mondi sasa hivi ana miaka 30 kitu huko, anaelekea 40. Sasa bado Mondi anazidi kupata wakati mgumu sana kwenye maisha yake, kukosa ndoa kwa haraka. Na nikwambie tu Mama Dangote anamkubali sana Zari za Boss Lady. Yani Zari anakubalika leo kesho, japokuwa ameshaolewa sasa hivi na Shakib, lakini ni mtu ambaye anakubalika sana na Mama Dangote. Yani leo kesho Mondi akisema kwamba anataka kuoa Zari, basi inawezekana Mama Dangote akakubali. Na moja kati ya tamanio lake kubwa lilikuwa ni hilo la kuweza Zari aolewe na Mondi, lakini haikuwa hivyo. Zari of course alizingua kipindi kile. Baada ya kuzingua tu basi kuna vitu ambavyo alimfanya Mondi amuone sio sawa kabisa, hafai kuwa mke wake, japokuwa kamzalia Tifa na Nilan. Of course ni watoto ambao wamekuwa katika malezi mazuri, wamelelewa vizuri, wana afya na nini, elimu pia, wanasoma shule gali, unaona. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini Mama Dangote amesimamia msimamo kwamba hataki Zuchu aolewe leo kesho. Yani kuna figisu nyingi ambazo anamfanyia. Na nikwambie tu Esma ni moja kati ya adui mkubwa sana wa Zuchu. Yani na Zuchu mwenyewe anamfahamu Esma, na wale hawawasiliani kwa namna moja ama nyingine. Yani hamna shobo, kila mtu anafanya mambo yake. Sema tu Zuchu kinachomlinda pale ndani ya Wasafi ni kwa sababu ni msanii ambaye amesainiwa na ana mkataba na WCB Wasafi. Kwa hiyo bado vitu vinazidi kuwa vingi. Sasa sisi kama Zone Media tutakuletea taarifa zote kuhusiana na issue hii ambayo inamsibu Mama Dangote, lakini vile vile pamoja na Diamond na Zuchu kwamba mama hataki Zuchu au Kinganga olewe na Diamond Platnumz. Hii ni Zone Media. Usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.